Mungu atawabariki watu wake, kwa maana ana mipango mikuu kwa ajili yako. Asali kutoka mwambani ni neema ya Mungu ya kukuvusha. Umependwa na Mungu, upendeleo wa kweli wa kiungu. Asali kutoka mwambani, utoaji wa kimiujiza kwa ajili yako. Asali tamu kutoka mwambani, baraka za Mungu kwako. Asali tamu kutoka mwambani, baraka za Mungu kwako. Mungu hajapotea na Mungu hahitaji kutafutwa, kwa sababu yuko kila mahali. Ni sisi ndiye tuna tatizo. Ni Mungu ndiye anayeanzisha wokovu. Ni Mungu ndiye anayeanzisha wokovu. Kumbuka, si mwanadamu ndiye anayeanzisha wokovu. Ni Mungu ndiye anayeanzisha. Mungu hakuwa anangoja mwanadamu amtafute. Hivyo ndivyo dini imetufundisha. Unajua, nakumbuka zamani watu walikuwa wanataka kukuuliza kama umeokoka. Wangeuliza, umeshampata Mungu? Umeshampata Mungu? Basi nina habari kwako. Mungu si hajapotea na Mungu hahitaji kutafutwa, kwa sababu yuko kila mahali. Ni sisi ndio tuna tatizo. Sawa, basi Mungu ndiye alikuja kumtafuta mwanadamu. Unakumbuka na mpotevu? Baba yake hakuwa ndani ya nyumba akisubiri. Alikuwa kila mara nje akitazama, akimsubiri arudi. Kwa hiyo kabla hujampenda Mungu, Mungu alikupenda. Ndiyo maana tunampenda, kwa sababu yeye alitupenda kwanza. Kabla hujamtafuta, yeye alikutafuta. Hiyo ndiyo wokovu. Ni yeye ndiye anayetutafuta sisi, si sisi tunamtafuta yeye. Ukristo sio kuhusu kukamilisha kile Yesu alianza. Ni kuhusu kuamini kile Yesu alikamilisha. Basi Yesu alipokwisha kuipokea siki, alisema, imekwisha. Waibrania sura ya 9 mstari wa 12. Si kwa damu ya mkono wa Mungu unakuja, bali kwa damu yake mwenyewe. Aliingia mara moja katika mahali patakatifu. Aliingia mara ngapi? Mara moja, na akatupatia ukombozi wa milele au wokovu. Milele inamaanisha nini? Kwa hiyo Yesu aliposema imemalizika, alimaanisha kwamba kazi ya ukombozi imekamilika. Sawa. Yesu alilipa gharama yote ya dhambi, na hakuna kitu kinachoweza kuongezwa kwenye kazi yake iliyokamilika. Hakika hakuna kitu kinachoweza kuongezwa kwenye kazi yake iliyokamilika. Imani haipati wokovu kwa juhudi. Tafadhali zingatia hilo. Imani haipati wokovu kwa juhudi. Imani inapokea wokovu. Hatutaki kufanya kazi ili tuwe watoto wa Mungu. Sifanyi kazi ili niwe mtoto wa Mungu. Tunaishi kwa sababu tayari sisi ni watoto wake. Yesu alikuja kuwafanya waliokufa wawe hai. Sasa watu wengi wanafikiri wokovu ni kujiunga na kanisa, kuacha tabia mbaya, kuwa wa kidini au kujaribu kumpendeza Mungu. Lakini wokovu ni wa kina zaidi ya hayo. Injili sio kuboresha mtu aliyeanguka. Hebu tufanye mtu huyo awe na tabia nzuri zaidi. Huo ni uboreshaji. Hiyo sio maana ya Injili. Sio kuhusu kukufanya uache mambo mabaya uliokuwa unafanya. Injili ni kuhusu kutoa uzima mpya kwa ubinadamu uliokufa. Kubadilisha tabia. Nimesema hilo tena na tena, na unahitaji kurudi nyuma ili upate maana yake katika muktadha. Ni mabadiliko ya kiroho. Mabadiliko ya kiroho. Mwizi ambaye haibi kwa sababu anaogopa kukamatwa ni tofauti na mtu ambaye haibi kwa sababu hataki kuiba. Kuwafanya watu wabaya wawe wazuri tu. Yesu alikuja kuwafanya waliokufa wawe hai. La Injili si kuhusu kile unachopaswa kufanya kwa ajili ya Mungu. Injili ni tangazo la kile Mungu tayari amekufanyia ndani ya Kristo. Injili, basi hii ni maelezo rahisi. Tatizo kubwa la mwanadamu si umaskini, si ugonjwa, si ukosefu wa elimu. Tatizo kubwa la mwanadamu ni kutengana na Mungu. Mungu kwa sababu ya dhambi.
Tuko pamoja? Basi tatizo kubwa la mwanadamu ni nini? Kutengana na Mungu. Kwa sababu ya nini? Shetani? Hapana, kwa sababu ya dhambi. Kwa sababu ya dhambi. Alafu dhambi ikaingia kupitia nani? Ni shetani gani alileta dhambi? Sio shetani, sawa? Haikuwa shetani. Dhambi iliingia duniani kupitia Adamu na ikaathiri kizazi chote cha wanadamu. Tuko pamoja? Sawa? Kwa sababu ya anguko la Adamu, wanadamu walihitaji mwokozi. Kwa sababu ya anguko la Adamu, wanadamu walihitaji mwokozi. Na hivyo Injili inaanza kwa kuelewa hali ya mwanadamu. Na hali ya mwanadamu ni kutengana na Mungu kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya dhambi. Vizuri sana. Kama nitalipia chakula kizuri kwenye mgahawa mzuri, hujapata hicho chakula kwa juhudi zako, kwa kufanya push up kwa ajili yangu, au kukimbia huku na kule kwenye ploti, au kukusanya makaratasi kwenye uwanja. Upati hicho chakula kwa juhudi zako kwa sababu tayari kimelipiwa. Usiwe kama yule jamaa aliyeenda kwenye meli ya kitalii. Na alipokwenda kwenye hiyo meli ya kitalii, siku ya mwisho, wakati kila mtu alikuwa anaenda kwenye karamu, alipatikana kwenye kona fulani anakula jibini na biskuti. Na mtu mmoja akamwona pale, akamuuliza, unafanya nini hapa? Na kila mtu anakula vizuri, wanafurahia tu chakula chao. Na yule jamaa akasema, unajua, naona aibu kusema hivi. Kwa mwezi mzima uliopita, kwenye hii safari ya meli, kwenye safari hii ninayoenda, sikuwa na pesa za kutosha kwa ajili ya chakula. Nilikuwa na pesa za kutosha tu kwa tiketi. Kwa hiyo kila siku watu walipokuwa wanaenda kula, mimi nilikuwa naenda kwenye kona kula jibini na biskuti. Nilibeba jibini na biskuti zangu. Na yule mtu akamwambia, hukusoma au hujui kwamba tiketi yako ilijumuisha chakula? Na kwa mwezi mzima yule jamaa alikuwa anakula jibini na biskuti, wakati alipaswa kuwa anakula mezani labda kuku, samaki au chochote kile kinachokufurahisha. Na tatizo kubwa la mwanadamu sio nguruwe, umaskini, sio ugonjwa, sio kukosa elimu. Tatizo kubwa la mwanadamu ni kutengana na Mungu. Tunapaswa kujibu swali, hitaji la wokovu. Kwa nini nahitaji wokovu? Wokovu. Kwa sababu ukienda kushuhudia, moja ya maswali watu watakuuliza ni, wewe ni nani? Ninaokolewa kutoka na nini? Ninaokolewa kutoka na nini hasa? Warumi sura ya 3 mstari wa 23, kama vile kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na mauti kwa sababu ya dhambi, hivyo mauti imewapata watu wote, kwa maana wote wamefanya dhambi. Kwa mtu mmoja dhambi ilifanya nini? Iliingia ulimwenguni. Kitu cha kigeni ambacho hakikuwepo kilikuja ulimwenguni. Lakini maovu yako yamewatenga kati yako na Mungu wako, na dhambi zako zimeficha uso wake kwako, hata sikia. Unaelewa? Dhambi zako, maovu yako yamewatenga. Kwa hiyo dhambi ndiyo inayotutenganisha na Mungu. Hivyo hii ni maelezo rahisi. Tatizo kubwa la mwanadamu si umaskini, si ugonjwa, si ukosefu wa elimu. Tatizo kubwa la mwanadamu ni kutengana na Mungu. Kwa sababu ya nini? Dhambi. Wokovu ni jibu la Mungu kwa hali ya kutoweza kujisaidia ya mwanadamu. Sawa? Kwa sababu sasa dhambi imeingia. Mwanadamu hawezi kujisaidia mwenyewe. Mungu lazima aingilie kati. Maelezo rahisi ni haya. Mungu hakuwa na ngoja mwanadamu amtafute. Hivyo ndivyo dini imetufundisha. Unajua, nakumbuka zamani watu walikuwa wanataka kukuuliza kama umeokoka. Wangeuliza, je, umeona? Je, umempata Mungu? Sasa nina habari kwako. Mungu hapotei, na Mungu hahitaji kutafutwa kwa sababu yuko kila mahali. Ni sisi ndiyo tatizo. Sawa, kwa hiyo Mungu ndiye alikuja kumtafuta mwanadamu. Unakumbuka mwanampotevu? Baba yake hakuwa ndani ya nyumba akisubiri. Alikuwa kila mara nje akitazama, akimsubiri arudi. Kwa hiyo kabla hujampenda Mungu, Mungu tayari alikupenda. Ndiyo. Kumbuka hilo kila wakati. Usijione bora na kudhani Mungu aliniona na akaona kitu ndani yangu.
Niliguswa tangu utotoni na niliwekwa kando. Hizo ni hadithi nzuri za kutengeneza filamu nzuri ya Kinigeria. Lakini katika Injili, Mungu alitupenda tulipokuwa bado wenye dhambi. Mungu alitupenda tulipokuwa bado wenye dhambi. Ndiyo maana tunampenda, kwa sababu yeye ndiye aliyetupenda kwanza. Kabla hujamtafuta, yeye ndiye aliyekutafuta. Huduma ya asali kutoka mwambani. Sisi ni kanisa linalomweka Kristo katikati. Tunakukaribisha